Naam, karibu tena mtazamaji. Usafiri umeendelea kutatizika kwa siku ya pili katika barabara ya Nairobi baada ya waandamanaji kufunga barabara hiyo mjini Mwingi na ukasi kwenye kaunti ya Kitui. Baadhi ya kampuni za usafiri zikisimamisha usafiri wao hadi pale utulivu utakaporejea. Maandamano hayo ni kutokana na mauaji ya watu 7 katika eneo la Kamari Mwingi North na wanafunzi wa grade ya 5 katika eneo la ukasi huko Mwingi na watu wanaokisiwa kuwa wafugaji wa kumiminiwa risasi. Steven Nzioka ana taarifa hiyo kwa kina. Kwa siku nzima mji wa Mwingi umekuwa uwanja wa makabiliano kati ya wakazi na polisi, huku usafiri barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Mwingi hadi Garissa ukitatizika. Mkwamo huo umetokana na uhasama kati ya jamii za ukulima na ufugaji kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River. Kwa muda mwingi tumeishi na hawa ndugu zetu wa Somali kwa amani vizuri tukifanya biashara, lakini kwa sababu ya mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika katika sehemu za Mwingi ya juu na sehemu za Mwingi ya kati, sasa kumekuwa na furugu kuanzia siku ya jana, na Mwingi leo hakuna amani, hakuna biashara, hakuna soko, ikijulikana ya kwamba leo ni siku ya soko, lakini hata soko haijafanyika. Hali ya usalama si hali. Kwa hivyo tunaomba usaidizi kwa serikali. Kutoka barabarani hadi kwenye maduka, wauni walionekana wakipora mali, huku wito wa serikali kuu kutoa usalama wa kutosha ukitolewa. Sasa ile tunauliza serikali ni ilete amani, amani yenye tandumu, maana huku kunaendelea vibaya, si kuzuri. Ukiangalia wanapora, tunaporwa, so tunahitaji amani kwa ipatikane kwa njia haraka. Tumekuwa kama sisi wakaaji wa Mwingi na Kitui County kwa jumla ni kama tumetegwa na serikali. Baadhi yetu ya Wakenya tumekuwa tukilindwa na serikali, na wengine wetu sisi hatuna watu wa kutulinda, kwa maana mauaji imekuwa ikitendeka na inatendeka hadharani na serikali inaona na hakuna sheria ambayo wanachukua. Ile mauaji tunashuhudia imeanza pande ya wale wanalisha ngamia pande ile, ndio imefanya hii maandamano ikue. Kwa hiyo tunauliza serikali kama inaweza shughulikia jambo hili ndio tuweze kuishi kwa amani. Ukiangalia biashara zimekoma kabisa, watu wanapora mali na hakuna amani kabisa. Hali ikiendelea kuwa tete, kampuni za usafiri zimezidisha usafiri katika barabara hiyo, hali ambayo huenda ikatatiza biashara maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Steven Nzioka, KTN.